أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. Ama baada ya shukrani na kumtakia rehma kipenzi wa umma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, katika muda huu wa sasa na siku hii ya leo, hebu twende tukajifunze kitu adhimu sana, kitu ambacho kimekuwa ni gumzo na imekuwa ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiwauliza mashekhe ya kwamba hebu tufahamisheni nyakati gani ni nzuri kwa ajili ya kuomba dua na ni nyakati gani ambazo ni nzuri kwa ajili ya kujibiwa dua. Sasa mimi binafsi nataka nitoe baadhi ya majibu machache katika swali hili. Ni kwamba wakati mzuri wa kuweza kuomba dua zako ni wakati gani, na dua nzuri ya kuweza kuomba kwa wakati huo ni dua gani? Naomba zingatia hivi vitu viwili ambavyo siku ya leo na kwenda kukufundisha biidhnillahil karim. Na kufundisha kwa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo tunaanza na wakati mzuri wa kuweza kukubaliwa dua yako ni upi, haswa katika kipindi hichi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nataka niwaambie ya kwamba wakati mzuri wa kuweza kujibiwa dua yako, zipo nyakati nyingi, sio moja, ni nyingi sana nyakati za kujibiwa dua. Lakini mimi leo nakwenda kukueleza wakati mmoja tu ambao wakati huu ni mwepesi sana kwako kuweza kuutumia kwa haraka haraka. Wakati gani huu? Nao si mwingine bali tunakwenda kunukuu maneno yanayotoka katika kinywa tahara cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambapo amesema Mtume ya kwamba liswaib inda fitrihi la da'wat, aidha liswaib inda fitrihi la da'wa. Yes, kwa mwenye kufunga wakati mzuri wa kukubaliwa dua yake ni ule wakati wa kufuturu kwake. Yani pale muda ambapo anaanza kufuturu, basi ndio wakati mzuri wa kukubaliwa dua yako. Basi wewe ambaye unanisikiliza muda huu wa sasa, na naamini pengine wengi wamefunga, basi biidhnillahil karim, inapofika ile adhana, inaadhiniwa adhana, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa adhana. Basi ikifika tu hicho kipindi cha adhana, basi ninakuomba usianze na chochote, anza na dua. Kabla hujala tende yako, hujanywa maji yako, hujatia kitu chochote mdomoni, sema maneno kumueleza Mungu. Mueleze, mwambie Mungu, nahitaji jambo kadha 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 kadha. Nahitaji mali, nahitaji pesa, nahitaji watoto, nahitaji kazi, nahitaji ufunguzi wa biashara yangu, nahitaji wateja katika biashara yangu, nahitaji 1 2 3. Mueleze Mungu kile ambacho unachokitaka. Alafu kisha ukishamueleza Mungu, sasa mswalie Mtume. Yani ndani ya zile dakika 5 tu, wala uchukue muda mrefu. Msalie Mtume mara 21. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Inshallah, baada ya kumswalia Mtume mara 21, basi kunywa maji yako, kula tende yako, hapo utakuwa umefungua saumu yako. Basi dumu katika hali hiyo, na kuhakikishia wallahi unamaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila kitu chako kimekaa sawa. Kama ni biashara imetengemaa, kama ni watoto alhamdulillah,
kama ni kusoma utafaulu, chochote kile ambacho unachokihitajia. Mungu ametuletea saumu kwa ajili ya kuja kutuimarisha mambo mengi, sio afya peke yake, bali hata majibu katika dua. Inshallah tuweze kuitumia saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kuweza kupata mahitajio yetu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal afwa minkum. Ulikuwa nami ndugu yako Muhammad Kundia al-maarufu Uncle K. Usiache kusubscribe katika channel yetu ya Turiyu TV. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.